Lakini mtu wa tatu anaitwa Pneumatikos. Pneumatikos huyu ni mtu wa aina ya tatu ambayo Biblia inatutambulisha. Huyu ni mtu ambaye ni wa kiroho, amekuwa akakomaa na anatosha kuzaa. Lakini Sakikos hawezi kuzaa, maana bado ni mchanga. Ni kama katika mazingira yetu ya kawaida tunajua mtoto mdogo chini ya miaka 18, yani akizaa anakuwa kwenye wakati mgumu sana. Lakini angalau umri wa kupevuka miaka 18 kuendelea, mtu anaweza akapata mtoto kama ni mtoto wa kike. Lakini hata mvulana anaweza akapata mtoto kwa maana ya kuzalisha na kuwa na majukumu. Kwa hiyo, lakini mtu ambaye yuko chini ya miaka 18 anahesabiwa kama mtoto, ila baada ya miaka 18 anaitwa mtu mzima, ambaye naye ataingia hatua kadhaa. Kuna ujana wa upevuko, alafu kuna ujana utu uzima, alafu kuna utu mzima sana, kuna uzee na ukongwe na kadhalika. Sasa nataka nikuletea andiko kutoka kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 hadi mstari wa 13 hadi mstari wa 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Maandiko yanatuambia, basi mwanadamu wa tabia ya siri hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Kwa hiyo hapo unaona kuna mwanadamu wa tabia ya asili na kuna mwanadamu wa rohoni. Sasa huyu wa rohoni ndio amegawanyika sehemu mbili. Kuna yule Sakikos ambaye bado hajakomaa. Huyu ni mchanga, mtoto mdogo katika uokovu, anawaza kitoto. Lakini mtu huyu ambaye ni mtu mzima katika imani, sasa ndiyo Biblia inasema katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 21 kwamba mtu ambaye amejitenga na mabaya, amejitenga na maovu, mtu huyu amejitakasa, ameoshwa. Yesu Kristo anamtarajia mtu huyu kwamba awe ametengwa na anayeweza kufanya mambo ya ajabu sana. Kwa nini? Kwa sababu ametengwa na Mungu, na kwa hiyo yeye ni chombo kinachomfaa Bwana kwa kila kazi njema. Angalia ule mstari, Timotheo wa pili sura ya pili mstari ule wa 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Unaona? Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anaweza kuzaa. Yohana 15:16 Bwana wetu Yesu Kristo alisema, si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua, na nimewachagua ili mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Na katika Wakolosai pia tunajifunza, mtumishi wa Mungu Paulo anasema anawatarajia Wakolosai sura ya 1 mstari wa 10 kwamba wapate kuzaa matunda na kufanya kila kazi njema. Kwa hiyo mtu ambaye amekuwa na kukomaa, huyu anaweza kuzaa matunda, anaweza kuwa amebadilika sana. Huyu ni mtu ambaye amebadilika kitabia, anaongozwa na Roho wa Mungu, sawasawa na Warumi 8 mstari wa 4 hadi wa 7. Huyu anaongozwa na Roho wa Mungu, ana Roho wa Mungu, anayafikiri mambo ya mbinguni, anayatazama mambo kwa tafsiri ya rohoni, kama ambavyo mstari wa 15 unasema kwamba mtu huyu anaangalia, mtu huyu yeye ni wa rohoni. Katika mstari wa 11 hadi wa 13 mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza pia, sura ya 2 ya Wakorinto wa kwanza, anazungumza namna mtu huyu anavyoyatafsiri, anavyoyaelewa mambo ya rohoni. Na sasa swali liko hapa, ninawezaje kuwa mtu wa rohoni? Mtu niliyekomaa, niliyepevuka, niliyekomaa, ninaweza kuzaa matunda. Na kuzaa matunda ni nini? Ninaweza kupevuka kwa njia zifuatazo. Kwanza, kwa njia ya maombi. Mtu ambaye amezaliwa mara ya pili anapaswa kuwa mwenye maombi. Maombi yanakunyenyekeza sana.
Kuna maombi ya aina nyingi ya kufunga, maombi ya kawaida, maombi yanaweza kuomba usiku, asubuhi, mchana, wakati wowote. Kwa ujumla maombi ni muhimu sana, ni muhimu sana kwa mtu. Kwa hiyo ukiwa na tabia ya maombi inakufanya unakuwa na kukomaa. Sawa sawa. Lakini tabia nyingine ni neno la Mungu, kulipenda neno la Mungu. Na ndio katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Jitakaseni. Anazungumza habari ya kwamba mtu akijitakasa, akimkaribia Mungu, Mungu naye anamkaribisha. Kwa hiyo ili uweze kukua na kukomaa, jambo la pili lazima ulipende neno la Mungu. Umkaribie Mungu kwa njia ya neno, kwa sababu Waibrania sura ya 4 mstari wa 12 natuambia, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu, lina ukali kuliko upanga wa sehemu mbili, linajua mawazo yetu, hakuna kinachofichika. Ule mstari wa 13 nasema hakuna kinachofichika mbele ya hili neno, linaweka wazi nia zetu, naweka wazi tabia zetu. Na neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu na ni mwanga wa njia zetu. Kwa hiyo ukilishika neno, ukilipenda neno, ukilisoma neno, ukaliishi neno, hakika utakuwa na kukomaa. Kwa sababu katika neno kuna hazina nyingi, kuna namna ya kuishi, kuna mambo mengi yanayotusaidia. Tunaposoma neno tunabadilika.